Shalom, brethren. Winfred Wanjiru here from AIC Jirani. Established October of 2016 under Reverend Gideon Karanja in the serene environs of Jirani. Welcome. Preach the word. So 20 years baada ya Yesu kufufuka kutoka kaburini, hapo ndipo Bwana aliandika kitabu. Na jambo la kushangaza, yeye anaandika barua mpaka anakuambia watu rejoice in the Lord, furahini katika Bwana, na yeye alikuwa ni mfungwa. Ukifuata hadithi ya katika kitabu cha Matendo ya Mitume, utaona kwamba Paulo alipewa kazi na Mungu ya kwenda kuhubiria watu wa mataifa. Nikisema jina la watu wa mataifa, kwa kizungu tunasema Gentiles. Na hawa ni watu ambao hawakuwa wana wa Israeli, hawakuwa wa ukoo wa Abrahamu, kijana wake Yakobo, Isaka, Yakobo kuja hivi. Watu wote ambao si wana wa Israeli wanaitwa watu wa mataifa. Sasa huyu Paulo alianza kuhubiri, alitumwa na Yesu Kristo, alitumwa na Mungu Baba, akaambiwa nenda ukahubiria watu wa mataifa. Kama vile tutaona alitembea sehemu nyingi. Kumbe kwenda kuhubiri huko alikuwa anahubiria watu wa mataifa, na alikuwa anawaambia njooni vile mlivyo, njooni na muokoke. Lakini kuna watu ambao walikuwa wasumbufu, kuna watu ambao hawakuwa wanapenda vile kazi wale walikuwa wanafanya, maana wao walikuwa ni Wayahudi, na Wayahudi walikuwa ni watu wenye kiburi. Hata sasa Wayahudi ni watu wenye kiburi, maana wanasema sisi ndiye Mungu alianza na sisi.
wanasema sisi wanaume wetu wanatairi, sisi ni bora kuliko watu wengine. Ndiyo, Mungu amewabariki na kwa akili. Wayahudi ni watu very brilliant, watu wako na akili sana. Sasa wameingiwa na kiburi, na hicho kiburi ndio kilifanya mpaka Mungu akafungua nafasi na sisi tukapata wokovu. Sasa Paul baada ya kuhubiria watu, kuna wakati alikuja mpaka mji wa Yerusalemu. Alipokuja mji wa Yerusalemu, aliambiwa makosa yako, ulienda kuhubiria watu wa mataifa, watu ambao wanaume wao hawatairi. Kwa hivyo wakataka kumuua, lakini Paulo akafichwa na viongozi wa Kirumi waliokuwa kwa wakati huo. Lakini Paulo, maana alikuwa yeye ni katika Warumi, alisema mimi ni Mrumi, I am a Roman citizen. Kwa hivyo sasa ikasemekana basi huyo hawezi ifanyiwa kesi, na akasema appeal to Caesar. Hivyo ndio Paulo aliwekwa kwenye meli akaenda mpaka mji wa Roma, na alipokuwa kule mara ya kwanza aliwekwa, naweza kuita kwa kizungu, he was put in house arrest. He was under house arrest. Alifungwa kifungo cha kukaa nyumbani. Alikuwa anapokea wageni, alikuwa na nafasi nzuri, alikuwa na nafasi ya kusoma. Hivyo alikuwa, he was under house arrest. Ile kitu hangefanya, hangetoka kwa nyumba yake, lakini maana alikuwa na maskari wanamchunga, lakini alikuwa free kuhubiria watu waliokuja kumuona. Lakini baada ya hicho kifungo aliwekwa ndani ya jela. Baada ya jela kukawa na kiongozi wa nchi ya Warumi ambaye alikuwa ni mbaya sana, alikuwa anaitwa Nero. Na Nero wakati moja alichoma upande moja wa the city of Rome, alichoma upande moja wa nchi ya mji wa Roma. Na nchi, wakati hiyo city ilipochoma upande mmoja, alisema ni Wakristo. Sasa Wakristo wakauawa wengi, na hivyo ndio Paul aliuawa. Paul was executed. Paul aliuawa kwa sababu ya kuhubiri Injili na kwa sababu alikuwa. Sasa huyu Paul akiwa ni mfungwa, anaandika hii barua ya Philippian, inaitwa a prison letter. Anaandikia watu wa Filipi. Na Filipi ilikuwa ni wapi? Ukiangalia wale watu, ukiangalia geography kama unaiweza kuikumbuka kwa urahisi, juu ya nchi continent la Afrika kuna bahari inaitwa the Mediterranean Sea. Hapo juu ndio tunapata continent ya Europe. Na nchi moja katika hizo nchi za Europe inaitwa Greece. Kwa Kiswahili tunaita Ugiriki. Sasa Paul alienda kuhubiri huko, na upande wa Giriki, hapo ndio ulikuwa na mali, yeye ndiye na kiburi na tunaingia kwa sababu ya kazi ambazo anafanya, na tunaingia kwa sababu ya kazi ambazo anafanya. Kwa sababu ya career, mimi ni daktari. Paul alikuwa na mambo ambayo alikuwa anafanya adili. Yalikuwa yamemjaza kiburi. Lakini nasema mambo haya yote tunaona ni kwa hesabu. Nataka kusema katika mwaka huu, sijui ni jambo gani linafanya unisikie uko sawa sana mpaka hata mbele ya Mungu uko sawa, wewe hapa mambo ya Mungu sana uko sawa. Nataka kusema hebu sikiza kwa nasema katika mstari wa 7 mstari wa 7 anasema hivi, but whatever was my profit I now consider loss for the sake of knowing Christ. Yani mambo ambayo niona ni ya maana sana katika jina profit, na pale katika Biblia tunaongea kuhusu profit na loss. Ukisikia kuhusu biashara ni kama umepata faida au umepoteza sana katika biashara yako. Paul anaongea kuhusu kama Paul anasema hivi, sisi ambao tumeamini Yesu Kristo, sisi ambao tumeokoka, sisi ambao tumemwamini Mungu wetu, sisi ni tumetairi kikamilifu, wachana na hawa pia kutairisha mtu. That's what Paul is saying katika mstari wa 3. Sisi ndio tumetairi kwa. Hebu tusonga na mimi nyuma yake. Kuna kitabu kinaitwa cha Wakolosai. Hebu tuende katika mlango. Nyuma ya kitabu cha Wakolosai, na tusome mstari mstari wa 13 na mstari wa 11 na 13. Niweza kuelewa tunaongea nini. Wakati Paulo anasema sisi ambao tumeamini Yesu Kristo, sisi ndio tumetahiri kikamilifu, wachana na hawa watu wao watahiri. Hebu sikiza mstari wa 11 anasema, in him, that the nation in Christ, in him you are also circumcised, in the putting off of the sinful nature, not with the circumcision done by the hands of men,
but with the circumcision done at Christ. Na mstari wa 13 unasema when you were dead in your sins and in the circumcision of the sinful nature, God made you alive in Christ. He forgave us all our sins. Hata bila circumcision. Huyu Paul, tena hii ndio Paul anamaanisha nini? Nataka ujue hivi. Sitaki kuingia sana katika hili jambo. Wakati ulikubali Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi, wewe hiyo siku ulitahirishwa. Sasa tunaingia sana katika mambo ya kutahiri, lakini mnajua mambo ya kutahiri wale ambao wanatahirisha watu wanaume wa kabila hili na wakienda kondona wakienda kutahiri, kuna damu inatoka kuna sehemu ya kando, sehemu sisi tu maana hata wamama wanaweza kujana na sasa na awali tunaje wakati unamkubali Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi na unarudia hapa ndani na sasa unataka kuokoka. Ukiokoka Yesu anakutaka. Ndio circumstance. Lakini wewe kuna sehemu zinakatwa ndani yako. Kuna mambo wewe unataka. This is right. This is right. Wewe unasema that when you are dead in your sins, wakati uko ndani katika dhambi, and in the salvation of the sinful nature, wakati uko ndani katika mwili wako wa nafsi yako, God made you alive in Christ. Mungu alikufanya uwe uhai ndani ya Kristo. He forgave us all our sins. Kwa hivyo kuna kutahiri ambao tunafanya. Sasa katika kutawasili mlango wa 3. Sasa kama nasema sisi ambao tunaamini Yesu Kristo, hiyo ni vitu vingi ya wao wake. Kila ana anayejua wao wao wanaweza kuingiana tena. Wanaweza kuingiana tena. Hiyo ndio kitu vingi. Na mtu kama uko hapa niruhusu niseme kama uko hapa na utaokoka. Wewe bado hujatahiriwa. Usingeruhusu tu. Naona unasema ni mabinti noti, unaongea mambo mabaya kanisani. Sio mimi hili ni neno la Mungu. Kama uko hapa na utaokoka utatahiriwa. Lakini wakati unakubali Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi, utatahiriwa na kwa Mungu. Watu ambao hawajatahiriwa bado ndio. Niseme nisiseme. Niseme nisiseme. Hii jaradi huko, ndio ndio ndio. Huko jaradi Mwanya katika dini ya nje huko na wao kwa na kama wao weka mimi sio huko na najua kati yetu kuna watu wengine ambao hapa tunaokoka kwa mama na baba. Katika mlango wa 4 Paulo anasema kama kuna mtu ambaye anastahili kulinga ni mimi. Kwa nini? Mlango unasema do I accept a Christian for this moment. Mimi ndio nataka kusikia sisi. Kwa nini? If anyone thinks he has resources, if anyone thinks he has reasons to confess, kama kuna mmoja ambaye anaweza kujigamba ama jioni akona ni mtu wa maana sana kwa sababu ya mimi ni mmoja wao. Anataja mambo 7. 1, our circumstances on the daily basis, that is siku ya 8. 2, mimi ni Mwisraeli. 3, mimi ni wa nyumba ya Benjamin. 4, mimi ni Mwebrania wa Waebrania. 5, mimi ni and follow Christ. And you must deny yourself. Na unajua hata kama nitaje pale mbele tuko na vita mara 3. Tunakuwa na vita kwa habari vita mara 3. Vita ya kwanza ni mimi mwenyewe. Mimi ke ni adui wake. Kama naeleweka. Mimi ke. Hivi ni sababu niweze kuelewa. Kama sitafika juu mbinguni kwa Mungu, itakuwa mimi ke ndiye niliharibia mipango ya kuingia mbinguni. Na wewe sasa nikuonyeshe kidole. Kama unaingia mbinguni wewe hapa, ujue wewe utakuwa umejipiga vita ndio zamani na hapa duniani ndio kuingia mbinguni. Wewe baba na vijana na wasichana, kama utaingia mbinguni, wewe ni adui yako wewe mwenyewe. You are your worst enemy. Why? Mungu anasema usiue, unaua. Mungu anasema usizini, unazini. Mungu anasema usiwe na mke mwingine, uko na mke mmoja unaopenda mke mmoja unatafuta. Amen. Hii ni tamaa. Na ndio nasema kama utaingia mbinguni, wewe ndio adui yako wewe. Na wewe mama, wewe na nieke mimi ndio nitakuwa adui yangu mwenyewe kama sijaingia. Tunasema kuna maarifa. Adui moja ni mimi, adui wa pili ni shetani na adui wa tatu ni dunia. Tunataka kufanana na dunia. Lakini Yesu anasema hapana. Paulo anasema hapana.
Acheni kupata mitindo na mambo ya hapa duniani. Sasa hapa sasa huyu Yesu kumaliza mstari ambayo tunasema Mathayo 16:24-25. Mstari wa 25 Yesu anasema hivi. For whoever wants to save his life will lose it. Ambaye atataka kuokoa maisha yake will lose it, atalipoteza. But whoever loses his life for me will find it. Atakayepoteza maisha yake kwa sababu ya Yesu Kristo, yeye atapata baraka. Or he gain. Ndipo kuna mambo mawili. Hapa Yesu anasema whoever wants to save his life. Ndio kusema kama kusema kwa mfano, wakati ukija upate Ken hajaokoka kwa mfano, ukija uniambie. Tunasema ukianza kuhubiri uniambie Ken, nataka uokoke, uone na Yesu Kristo, uachane na dhambi. Unajua ukienda ndani ya kuuliza hiyo nitaka kuokoka, lakini je, na wale wanawake wote niko nao, na wale wanaume wote niko nao, na wale wafanya wote naona napoteza. Hapana, ni hadhara kwa Yesu. Na watu wengi hapa kwa Yesu Kristo wanaona ni hasara. Christ is saying, whoever wants to save his life will lose it forever and ever. Into hell forever and ever. Milele na milele. But whoever loses his life because of Christ, he will gain life. Niulize hapa, ungetaka kupoteza ama ungetaka kushikilia? Swali nauliza, ungetaka kushikilia ama kupoteza? Na hapo nilikuwa nasema mimi yale mambo nilikuwa naona ni maana sana. Mimi niliyapoteza. I count them as rubbish. Ni mambo ambayo hayana maana. Mambo mabaya. Ndio mwili wa Yesu. Unaona na kwa sababu hakuna naishi mbele. Leo nilikuwa siku yangu ya kufa ikifika nilikwambia Paul was executed. Paul alikuwa on the orders kwa ile mfalme alikuwa ndio ambaye alitoa amri. Wakristo wote wao walikuwa ndani ya jela. Nilisema Paul alianza kwa house arrest. Aliwekwa kwa jela ya nyumba na ndio akafungiwa ndani ya jela. Alitolewa huko na akauawa. That's how Paul was killed. Paul was killed. Paul was executed kwa sababu ya kuhubiri Injili. Lakini yeye alikuwa ni sawa. Hata ukiniua ndio juu kama vile akataja hapo ndio kuna crown inayotoa na Mungu kwa sababu hiyo. So, you decide to live. Wewe amua. Na nimesema mpaka kile hata tunaona kanisani maana kuna watu wako na kuhubiri hivi. Hapo hapa na hapa. Hataki kupoteza, nataka kuacha wengine. Nataka kusema hivi. 2026 kama unampenda Yesu ni lazima upoteze. Amen. Hebu sema ni lazima nipoteze. Rudia, ni lazima nipoteze. Yale mambo unaona ni maana sana. Kwa maana Mungu ndio unataka kama unashia na ukihama kama unashia na uwezi kuokoka na uwezi hata usijitolea kwa kazi ya Mungu kwa sababu ya watoto. You must lose. If you don't lose and you remain with your life, then you lose your life eternally. That's the teaching of Jesus Christ. Sasa naonyesha katika maneno ya Yesu Kristo. Anasema hivi. Sasa Yesu anauliza swali hapa. What good will it be? What will it benefit a man if he gains the whole world yet forfeits his soul? Itafaidi mtu nini akipoteza nafsi yake na apate ulimwengu wote, magari yote, manyumba yote, dhahabu yote duniani, mashamba yote, itafaidi mtu nini? Wakati mwingine ni kwamba na nakufa kujifunza maneno hiyo ambayo yanafunza kuhusu wale wasichana 10. Niwaambie hivi kwamba wanadamu wameumbwa katika sehemu tatu. Ako na mwili, ako na nafsi na ako na roho. Mundu leo tunaita ni mwili na ni roho na ni roho. Body, soul and spirit. Sasa mwili uliumbwa kuishi hapa duniani, lakini mtu akifa baada ya muda mfupi wao nikamweleza wewe kama hapo inabaki mifupa. Baada ya muda kama miaka sijui ngapi, mifupa inamwagika na baki tu mfupa wa kichwa na mwili hii spinal cord na hata hiyo maana ni tatizo la kasha. Baada ya muda hapo si mrefu sana hiyo inamwagika yote inatumika na mchanga. Mungu aliumba the body is something kwa mwili ni self-destruct. Ni mwili ambao unaweza kujimaliza wenyewe. Niambie kama mwili hii ilikuwa na hakika iko sijui makaburi ilikuwa na maana ilikuwa imejaa watu wamewekwa ndani na hawajaoza. Mungu alitengeneza mwili kwamba within a few days mwili unakula chakula wenyewe unaisha. Hata sijui ndio zinatoka wapi zinakula mwili unabaki tu mfuko. Lakini hata mwili ukioza ndani ya
mambo ya anapoa. Ile kanite. Anakumbuka hapa nataka kutoa mkopo huko. Okay. Ndio ndio haya. Hivi hiyo ni kitatu kimeingia na mtu unaona ukitoa mkono wako uweke glove kama zile glove za hospitali, uweke glove ya kwanza na uweke glove ya pili. Hiyo ndio mimi yetu iliingiana. Na mtu wangu anadai nafsi na roho, my soul and my spirit imeumbwa kwa mfano wa Mungu. Mpaka Mungu mwenyewe yeye ako na roho. Kwa sababu Yesu alisema akasema kaeni roho. Mungu ni roho. Lakini pia ako na nafsi. Hivyo ndio vitu tunafanana na Mungu mwenyewe. Sasa hata mwili ukioza, huo mwili wa nafsi na roho na wala hiyo inaingiana, ndio mwili inafanana na inaingiana. Huo mwili hauozi. Hata ukichoma na roho huwezi kuchoma. Hata ukisikia wahindi wanachoma mwili yao. Wakichoma mwili, huo mwili huo unabaki unaharibika na moto. Sasa Yesu anasema huo mwili utaishi milele na milele. Na huo mwili wangu ikiwa nitaishi katika utakatifu, huo mwili ndio utasikia tarumbeta ambao malaika watapiga, na huo mwili ndio utakuwa kwenye kaburi, na huo mwili utataka kukutana na Yesu Kristo. Mwili wangu wa nafsi na roho, roho yako na roho wako, my soul and my spirit. Sasa Yesu anasema swali, what will it benefit a man if he gives the whole world and forfeits his soul? Itamfaidi mwanadamu nini ikiwa utapata wanaume wote na wanawake wote na mali yote na mashamba yote na Kenya yote ujishikie iwe yako, itakufaidi nini? Hasa nafsi yako. Unajua kupoteza itakuwa ni kurushwa ndani ya ziwa la moto milele na milele, siku ambazo hazina kuisha. What will it benefit the man? What will it benefit a young person if you lose your soul so that you can give one? What will it benefit? That's what I just told you. Or what can a man give next for his soul? Mtu atabadilishana nafsi yake na roho yake na roho yake, nafsi yako na roho yako. Unaweza kubadilisha na nini? Ugiga na nini? Na sasa unaweza kuelewa bora ndio ndio hapa Yesu. Ndio pale anasema mambo yote ambayo nilikuwa nimeona yanifanya niwe mwenye kiburi. Mambo yao yanaona ni takataka, ni rush. Kwa maana kwa dhiki. Ili afanye nini? Aweze kumshikia Yesu Kristo na aweze kuishi milele na milele na Yesu Kristo. Nataka niulize, si kama hapa mwaka 2026 kuna mtu ambaye anasema niko na kuhimiza ninafaa, niko na kujitafao. Nataka kusema kama Paul. Yale mambo ambayo nilikuwa naona ni ya maana sana. Waruhusu kwa maana ni maana bure kabisa. Timotheo tena na ndio haya mambo mengi ukiyaruhusu hata yanapita katikati yako na Yesu yanafanya utakuwa na uhusiano mzuri. Yesu anasema anatafuta watu ambao watalose. You will lose today or you gain either way. Wewe kile Yesu ndio kinakutana na yake na wewe ndio unaona unaiki ndio kutema unaiki ndio unaona iko kana wewe ndio unaona kwa maana na wewe unaona Yesu hakuna ujanja unishika Wakenya unaona kama bila unishika Wakenya wanajiona ni wajanja sana hata Wakenya ndio leo tunaona watu watu ni mpaka na ndio kwa watu wa Gai ni wengi kitu ndio maana Wakenya wanajiona ni wajanja sana. Jisunia ya Wakenya Kenya. Hakuna ujanja, hakuna kujificha. Ukiruka hiyo Wakenya ndio watu wengine. Katika wajanja walio wakati bora kile dunia kulia ya kile na kuna kiwe ya ofeni. Kwa ndio kile ndio na kaini ya mbele Mulia ya hiyo ndio watu wengine Mulia para ndio ndio kwa ndio leo ni kekuja kihuja ndio ndio I don't kulama tunaona watu wengi wanabaki kwa tatizo mungu shani ni hata nenda kwa tatizo ni kwa Mungu no da mareki na dama nena na ndara ndio baada ya watu kutoka hii uwezo nani sisi kwa Yesu siku ya haya sasa katika mstari wa 9 nisome katika mstari wa 9 nasema hivi sasa before all that for me atimruhusu mzaliwa na mama na mama and be found
Christ Jesus, the righteousness that comes from God and by faith. Hai, koroga. Leo tunataka kuenda la jirani. Sasa tusome katika kanisa la jirani, tujue vile neno la Mungu linasema. Kwa hiyo vigumu tu. There is only one righteousness ambayo inakubalika mbele za Mungu Baba. And this righteousness comes through faith in Jesus Christ. Udigwe katika kabla ya ile ukaka through with righteous purpose through faith in Jesus Christ. Na ni vile vile magaro na Yesu leo ndio kwa sababu wako ni ndio tulikuwa na kuonya, tulikuwa na ombea wagonjwa hata wakapona, tulikuwa na ubiri, alafu Yesu anawaambia endeni mimi siwajui. Kwa nini Yesu afanye hivyo? Maana kuna watu ambao wenyewe wamejiwekea ulikuwa wamejiwekea utakatifu wao wenyewe. In fact, ni ile ukabidhifu. Maana watu wanasema kila righteousness wanasema ati ni haki. Lakini mimi kwa Kiswahili niangalie niona si na haki, maana ni ukabidhifu. Kwa hiyo ndio ashirio ni mkirefu kile Mungu wake. Kuna watu ambao wamekamilika na wanajiona wako sawa, lakini ukabidhifu wao ni yale mambo ambao wanajifunza. Ndio nataka uniambie hata wale watu walienda shakapona. Kwani waliambiwa na Mungu? Mungu wao Makezi. Kwani Makezi aliwaambia nini? Lazima alikuwa wadanganya. Je, sasa ni wakati wa kwenda kukutana na Yesu. Na kila mmoja wetu tunafunga, hatutakula, hatutakunywa ili tuende kukutana na Yesu Kristo. Hawa kuna vile walikuwa wameamini Makezi. Ndio shida moja ambayo tunaona katika nchi ya Kenya na wahubiri wetu. Ni sasa zingine wahubiri hawaleti neno vile viliko. Hata pale mimi nimehubiri neno, hii yeye ndio kuona kuhubiri ya mimi nataka kuhubiri ndio waambie na kipo. No dawa na ndio. Ukikaa mjani kuishi, mhubiri siku unafanya kujisikia vizuri, uko sawa utaenda mbinguni. Sasa kuna watu wanajiwekea ukamilifu wao wenyewe. Na huo ukamilifu wakati tunafika mbele ya Yesu Kristo, wakaambiwa kama mimi siwajui enendeni. Lakini wanasema lakini Yesu sikuwa na kuhubiri. Si tulikuwa na nafanya miujiza, ndio tunasema mimi siwajui. Kwa nini? Maana walijibebea ukamilifu wao wenyewe. They are all precious. Walijibebea ukamilifu wao wenyewe. Bila kutaka kujua, je, ukamilifu wa Mungu ni gani? Sema hivi, kulingana na kile anasema katika mstari wa 9. And be found in him, ili nipatikane kwa ndani yake, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Jesus. The righteousness that comes from God and is by faith. Ule kugale, ukamilifu ulikula kabla ya gari, ndivyo uliokuwa. Wewe bila Yesu Kristo kama nani? Ukimkubali Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi, sasa wewe Mungu anaona wewe unafanya vile inatakikana. Sasa wewe ni mkamilifu. Sasa kaya unigua, God crowns you with his own righteousness. Udigwa kuona kujua tubito ni wako tunikani bila kufikia kwa gani. Leo olewa kile Yesu ndiye ya kile na tukimenyanga ndio mbona kwa Yesu ndiye vile ndio kudo tema ngo ndio na kudo tema ngo kudo kushikisa ndo kwa na mimi kwa kuona Jehova baba kukutia kwa kuna sehemu wanakata na kile wanafanya. Hiyo ni Biblia. Sasa Yesu anasema kama tutakubali kama tutaokoka tunahesabika kuwa watu wakamilifu mbele za Mungu. Lakini tukiendelea ukamilifu wetu sisi wenyewe ni kama walimu macho. Watu wengi wameamini kama uvuti sigara na ukunywe pombe wewe unaenda mbinguni straight. Hamtaki kumalizana. Anamtaka kama sisi. Huo ni ukamilifu wa kujiwekelea. Huu wa kujiwekelea. Ukamilifu ni kukubali Yesu Kristo. Na unajua kukubali Yesu Kristo tunasema yes Mungu wetu. Ninaona ile kazi Yesu alifanya. Alijitoa akafa. Akauawa kwa sababu ya dhambi zangu. Na yeye akawa anaondoa kwa dhambi zangu. Kwa hivyo nimekubali hiyo dhabihu ambayo ulitoa. Ukifanya hivyo wewe unahesabiwa kuwa mwenye haki. Unahesabiwa kuwa mkamilifu mbele za Mungu. Of course kuanzia sasa hapo Mungu anahitaji kufanya yale mambo mazuri. Nataka leo tumalize. Katika mlango wa 10 Paulo anasema mlango wa 10 anasema mambo hapa hata mimi mwenyewe sisi kuyasema. Sisi tunataka anasema I want to know Christ and the power of his resurrection and the fellowship of sharing in his suffering, becoming like a living dead, and so somehow attain to the resurrection of the dead. Anasema nini kwa Kiswahili? Paulo anasema nataka kumjua Yesu Kristo. Jambo la kwanza. Jambo la pili, nataka kujua nguvu ambazo zilitoa kwenye kifo and the power of his resurrection. Kinyoma kudenge kuite. Hivi ndio Paulo anasema. Jambo la tatu, I
I want to be in fellowship with him. Yale mateso alipitia pia ni mjue. Hii ndio ni wale mjue. Hii ndio iko na Mola na matamani ya Paul. Hii ni siwezi kuomba. Atipaka nini mateso Yesu alipata? Natamani nipate kama hayo. Basi niende ndio. Naomba direct zote. Ni Maria madhuri ni maji na dete. Hii ndio kwa hapo. Naomba kwa yale atimoda ni bora kumenya kioro wako ni kina bora kumenya. Atimoda ni bora kumenya. Ni bora kumenya kwa tano. Na mwana mmoja wewe hapa ni kitoka unifao asipotaka kama na naje kuona na in there I would want to be like Christ in there ningetaka kama Yesu katika kifo alafu anasema and somehow attain the resurrection from the dead na wakati mmoja nikaanza kufufuliwa hiyo mambo matano ndio kwa anasema nataka kujua Kristo nataka kujua kuongoza kutoka katika mwili nataka kuwa na mshirika naye katika mateso yake na nataka kuwa kama yeye kwenye kifo kwa sababu na pia ningetaka kufufuka kama yeye nikaona naomba hilo ni ombi niuliza ni ombi ngumu sana haya sasa tunaelekea kuanzia hapa kwa anasema katika haya mambo ambayo ametaja hebu sasa tunasema katika mstari wa 12 haya mambo ametaja hapo juu. Not that I have already obtained all this or have already been made perfect, but I press on to take hold of that which Christ is, to hold of it. Morushi moja ndio kweli. Kwa sababu ndio ndio kuna na Yesu. Ndio kuiana. Ndio kuiona ndio kuna hata na mateso ya ona kama. Hapo kuna hivi muone kama mambo yote sijaona. But kuna kitu moja nafanya. I press forward. Ninajisukumia. Kuna msichana ambaye anaitwa Wiko. Ambao hata sasa ukiko unasikia unaniambia. Agiginyani nimekaa hata. Wale ambao wanasukumana, wale ambao wanapigana, wale ambao wanaishia katika kazi ya Mungu. Sasa hivi unasikia hata mwili wako hautaki. Hata ukisema unafunga. Hizi ndio wanaleta kumbana. Kukinya na to push, to press. Unajua niliwaambia kuna maadui wangapi? Watatu. Adui namba 1 ni Ken, ili ndio adui wa Ken. Mimi Ken ni adui wa Ken. Na wewe ndio adui wako mwenyewe, na wewe ndio adui wako mwenyewe. Alafu adui wa pili ni shetani anapiga vita usiku na mchana na kushtaki mbele ya Baba usiku na mchana. Na jambo la tatu ni sema dunia na tunataka kuwa kama watu wengine. Unasema mambo haya yote sijakutana nayo, lakini ninajisukumia, lakini ninapigana nayo. Kwa nini? I press on to take hold for that which Christ is. Mungu wetu kwa ndio ni kwa sababu ndio. Yale mambo yote yanapitia hayo yanatokana sana. Kwa hivyo ningetaka kuendelea na kupigana, kujiginyana. Sio kama 2025 ni kujiginyana ndio tena. Kama huko kujiginyana unaonekana wewe uangalie mwendo wako sana. Kuna mahali sasa mwaka huu sasa utakuwa ni mwaka wa kujiginyana. Na najua kuna watu hapa hata washaona nani ni yao. Maulu marefu au bakao na mafutamana ya mnyama sasa ukianza kudharau haya mambo utapata ugumu katika maisha, utapata si rahisi sana. But Paul is saying, but I press on. Now I keep on pushing, I keep on trying hard. It's not easy. Nataka kusema hivi, mwaka 2026 tukielekea kurudi kwa Yesu Kristo ambao tuko mbali sana. Nataka niko ndo kujinyani, niko ndo press on. Kuna wewe mwanamke uko kweli kijana, hauna girlfriend, hauna job, wewe hata uwezi wao wengine ambao walikaa kwa kioa, usijali wakati wako utafika. Uko hapo, yani mambo ni mengi kupigana nayo. Wala kusaidia mimi na mimi, wewe na mimi. Katika mstari wa 13 anasema, brothers, sana anaambia watu wa Roma, hii ndio kwa kuandikia watu wa Roma. Anaambia brothers, I do not consider myself yet to take that hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Mwaka wa 2026, Paul anasema hivi alisahau, forgetting what is behind, alisahau na yale mambo alikuwa anataka kuangalia. Kwanza anakuja jina to strain ni unajisukumia, unapata kuna nguvu zinaweza kukutia
zingine mambo yakiwa mazuri sana hata unakuwa na mambo yakiwa mabaya sana hata unachukia Mungu. Hata unaweza kukana Mungu. Gari, wewe Mungu kusema ni Mungu mzuri, wewe unatupenda, alafu Mungu yuangalia sasa umeniachilia ugonjwa umeingia, umeniachilia shida imeingia, umeniachilia mtoto wangu atapata kazi, unaanza kunungunika. Kuna mambo mengi ya kufanya kunungunika. Lakini kama wanasema huku nyuma nimesahau yale yaliyopita, mazuri na mabaya. Ndio kama kuna mtu alihubiri sana sana na akaenda katika continent ya Europe, akaenda katika continent ya Asia, akaenda katika continent ya Middle East, maana alienda Syria, Middle East, akaenda Israel, akaenda Europe, akaenda nchini Macedonia, na pia akaenda Greece, akaenda pia katika Middle East, akaenda katika Turkey, na Turkey ndio alizunguka sasa Turkey. Huko ndio alizunguka sana, akafungua Galatia, akafungua makanisa mengine Colossae, hawa akafungua makanisa mengi sana. Kama kuna mtu alikuwa na success ni Paulo. Alikuwa anafanya makuu kwenye maisha yake. Lakini pia yeye Paulo alichapa, akalala njaa, akateseka, akachukiwa, akafungwa ndani ya jela. Tumeona kwamba dakika yake ya mwisho alikuwa kwa jela. Lakini Paulo anasema, don't forget, Paulo alikuwa amefungwa, yeye amefungwa. Na mtu alikuwa amefungwa na roho asitoke, alikuwa anaosa nesi. Paulo anasema, I forget what is behind me. I'm forgetting, ninasahau yale ambayo yamepita. Natamani kuendelea kupigana na yale hapo mbele yangu. I desire ya sio kama 2026 kuna mtu kwa kanisa la jirani akasema nataka kusahau yale. Hata kama nilifanya ukulima nikafanikiwa nikapata katika kila eka 25 na nilikuwa nimelima eka 100, nilipata mahindi mimi na sisi nikapeleka wapi? Kama ulikuwa na mwaka mzuri shukuru. Hata kama mwaka ulikuwa mbaya shukuru. Alafu mwambie Mungu, naomba nifikie mwaka huu wa 26 niweze kuendelea. Lakini Bwana Paulo anasema forgetting what is behind, nimesahau yale ambayo yako nyuma ili niweze kuendelea. Katika mstari wa 14 anasema hivi. And I press forward, I press forward toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Yani, I'm pressing forward. Ninajisukumia, ninapambana ili kile kitu nimejua na Yesu Kristo. Kitu kile kirudi chini. Udhamapo na udhana akitenda tena. Ndio. Nataka niulize maswali nikimaliza. Maswali machache. Ni mambo gani unapokuwa umehesabu sana ni maana sana kwako ambaye anafanya kwa sababu ya Yesu Kristo. Paulo amehesabu kwa na ni mambo gani utaachana nayo kwa sababu ya Yesu Kristo? Wewe ndio Yesu Kristo. Na Bwana atusaidie kutoa mazuri na mema. Na kuna mambo gani kusimama kati yako na Yesu Kristo hata haya Bwana atusaidie. Na niseme hivi. Unajua wakati nilikuwa siku za Bwana Mangai aliniambia mambo mengi na naona mimi maana nimetimiza. Aliniambia Bwana uko na kuja na mke wako. Si nimetimiza kwani? Jambo la pili kaniambia nataka ulete ujumbe ambao unaendana na mwaka huu. Na nashukuru kwa kupewa zawadi ya kwanza ya mwaka huu. Ujumbe huu unaendana na mwaka huu. Nataka kusema huu ni mwaka wa COVID jana. Nora inaenda bila kuona kule hapo mambo yote ya kwa mami, mambo yote ya kwa bana. Ni mwanarega, ni kiwani kuna kuleza. Unajua hata unaweza kuwa mama, bali unaishi wapi kwa mama kwa wakati wa kiwani. Bali naishi unapata jirani anakuja kuchokoza, jirani anakuja kushambulia, anamshambulia kwa sababu hiyo kuku yako ndio hizo za keshani. Hiyo kuku yako alivuka kuku wako alivuka kwa fence akakuja kwa mkuyo kondo wako kondo yako. Kama kuna mali tunashindana, akisema hivi nasema naomba unisamehe kondo wako au kuku wako, unataka nikulipe nini? Unataka nikulipe nini? Unajua bila atakuongelesha. Sasa unaniambia unilipe. Atakuongelesha vibaya. Mwambie mimi niko na amani ya Yesu Kristo. Sina vita, tafadhali, sina ubaya. Lakini nataka nikulipe. Kuna mambo mengi tunataka kuhakikisha nyuma. Unajua baada ya Yesu alisema hata kutukanana wewe mjinga, ati hiyo itafanya watu wasaidie. Ni mambo ya Biblia ni kama ndio sababu tunaona kama na mjinga wewe. Wewe ndio tumashi. Kwa hiyo mjinga wewe wako kama bwana wako. Mjinga wewe. Wewe mwenyewe ndio kuleta mwana mjinga lakini wao hapana. Nilikuwa nimeambiwa na kiongozi na kwanza leo nasema
itachukua muda mrefu sana. Na niambie kiongozi alikuwa amepitia kuleta meza ibada. Naona na tuombea sana hata siku. Au tuombea sana. Na tufunge kwa maombi sio. Nataka kuuliza hivi. Je, kuna mtu angetaka kuokoka ili aanzishe mwaka mpya? Aanzishe mwaka mpya ya Yesu. Nani? Kama yuko hata kama mchungaji Karaja yuko, tutaomba na wewe uokoke. Nani angetaka kuokoka? Haya. Lakini umesikia na tunafurahi kwa sababu mimi nilikuwa nasikiza. Najua kila mtu ameshika na nilitaka kuhubiri mstari yote na nimechukua muda mrefu. Maana kuna mtu amesikia mahali mstari fulani Mungu ameshika. Kwa hiyo ile umeshika wewe enda nayo. Rani miti. Fanya vile kwa neno la Mungu. Na Bwana bariki na nataka tusimame ili uweze kuomba kwa Mungu. Tuombe. Mwenyezi Mungu katika jina la Yesu Kristo, tunashukuru kwa sababu ya wema wako. Tunashukuru kwa sababu ya neema yako. Sisi tumepatikana hapa kwa sababu ya neema yako. Ninakushukuru kwa sababu ya ukuu wako na mapenzi yako juu yetu. Kama ingekuwa ni mapenzi yako na huruma yako juu yetu, hatungepatikana hapa kwa sababu. Tunashukuru kwa mwaka wa 2025 kama vile ulivyomba na mmoja wetu. Na mimi nakushukuru kwa kila mmoja wetu, vijana, wasichana, wamama na wababa, hata wazee wa umri ambao umeenda sana. Tunakushukuru kwa sababu ya kutupenda na kutuzaa. Mungu wetu, tunashukuru kwa sauti yako ambayo inatuenea. Kwamba kama mtumishi wako Paulo vile alitoa ushuhuda kwamba yeye alihesabu mambo yote ambayo alikuwa anafanya awe na kiburi na kuona ni mambo ya maana. Mambo yote anachukia na akaona ni takataka, ni rubbish mbele zake ili aweze kuendelea kuwa na uhusiano na Yesu Kristo. Na wewe umetuita, ulimtoa mwana wa Yesu Kristo ili tuwe na uhusiano na wewe. Kwa hiyo tunashukuru sana. Jioni masaa haya tusaidie tuweze kila mmoja wetu kama vile neno la Mungu tusaidie kutana haya mambo ambayo na kushikia haya mambo ambayo yanafaa ili tuwe na uhusiano na wewe katika Yesu. Huenda wengi wetu hatafikiri mambo gani ambayo tunaendelea tunaomba uendelee kila mmoja wetu tuweze kuona ni mambo gani ambayo yanastahili kuachwa na sisi. Na Yesu ametuuliza hapa kupitia kwa sauti yake na neno lake na neno la Yesu Kristo. Itafaidi mwanadamu ili ikiwa tutapata mali yote na mambo yote hapa duniani na tusipoteze nafsi zetu. Mungu tunaomba tusaidie kutoka kwa nafsi zetu za maana sana mbele zako. Na ndipo umetuita tuokoke na naomba usaidie tuweze kuendelea. Tunaombea mchungaji Karaja na hali hiyo, mkumbuke hiyo familia. Na hiyo ambaye amefia ukumbuke familia yote. Kama kuna watoto wa kumbuke katika kipindi hiki ambacho mama yao wameondoka na pia mume kutoka na mke wake, familia hiyo wakumbuke katika huzuni yao na katika mambo yote ambayo wamepitia wakumbuke. Kwa mchungaji wetu na kwa familia yake pia wabariki na asante kwa familia kwa sababu wanaweza kutumia katika kanisa hili la Yesu Kristo. Asante kwa sadaka ambayo watu wako walitoa kama Mungu alikawa safi kwa sababu ya kanisa kanisani na ikaweza kutumika kwa kuendeleza injili yako katika jina la Yesu Kristo. Na naomba mkono wote ubariki. Kuna watu wanaweka maombi mbele zako mwaka huu. Kuna mambo ambayo wanafanya hiyo fulani ili naomba usikie